Uhaligani mtazamaji wa Gift Online TV, nikukaribisha kutazama kila ambacho kiko mbele yako kwa siku hii ya leo. Katika kipindi chetu cha Live Theater, siku hii ya leo tutazungumzia namna sahihi ya kupita chombo cha moto ama gari pale wapo barabarani. Namna gani ambavyo unapaswa kukipita chombo kingine. Kwa hiyo kwenda kukusikiliza mwanzo mpaka mwisho, kaa tayari ili uweze kujifunza katika kuokoa maisha, lakini pia kuokoa miundombinu ya barabarani. Asante. Naitwa WP 4506 Staff Sergeant Mariam kutoka kikosi cha usalama barabarani wilaya ya Hai mkoa wa Kilimanjaro. Leo nazungumzia namna sahihi na salama ya kulipita au kupitwa kwa gari jingine kwa kuzingatia sheria, alama na kanuni zilizowekwa za usalama barabarani sura namba 168. Unapotaka kulipita gari jingine lazima ujiridhishe kama eneo hilo linaruhusu, kwa maana ya alama inayokuruhusu wewe kulipita gari jingine, na je, mbele ni salama? Ni alama zipi ambazo zitakuonyesha kwamba wewe unapaswa kulipita gari jingine? Eneo ambalo utafika utakuta kuna mchoro wa katikati ambao umenyooka moja kwa moja, eneo hilo halikuruhusu wewe kulipita gari nyingine. Aidha utakuta mchoro huo uko chini kwenye barabara ya lami, na muda mwingine utakuta kupitia kibao kilichosimikwa pembeni ya barabara. Eneo ambalo utaruhusiwa kuovertake au kulipita gari jingine ni eneo ambalo utakuta kuna mstari katikati ya barabara ulioachana kwa vipande vipande. Basi eneo hilo linakuruhusu kupita, lakini utapita endapo tu eneo lile mbele kuna usalama. Na pia ujiridhishe kupitia side mirror yako kwamba hakuna gari nyingine iliyoanza kuovertake. Na kama itakuwa kuna gari nyingine imeanza, basi upaswi kuovertake wakati tayari gari nyingine ilisha overtake. Lakini pia unapaswa kujua ni maeneo gani ambayo unapaswa kuyazingatia pindi unapotaka kufanya overtaking au kulipita gari nyingine. Kuna maeneo ambayo hayapaswi. Kwa mfano, maeneo ambayo kuna kona, maeneo ambayo huwezi kuona kwa umbali mrefu, maeneo ambayo kuna vivuko vya tembea kwa miguu, maeneo ambayo kuna daraja, na maeneo ambayo kuna vivuko vya reli au karibu na kivuko cha reli. Maeneo hayo si sahihi na sio salama kwa ajili ya kufanya overtaking au kulipita gari jingine. Lakini pia ujiridhishe gari yako ina uwezo wa kulipita hilo gari jingine. Mfano, wewe unaendesha trekta, sawa, eneo linakuruhusu overtake, unataka overtake, basi je, itawezekana? Ni kitu ambacho hakiwezekani. Hivyo tunapaswa kuzingatia kanuni zilizowekwa, lakini vile vile tuzingatie alama zilizowekwa aidha za barabarani, kwa maana chini, na zile ambazo zimesimikwa pembezoni mwa barabara ili kuweza kuovertake kwa usalama na sahihi. Kwa majina naitwa F1759 Staff Sergeant Tisia wa kikosi cha usalama barabarani wilaya ya Hai mkoa wa Kilimanjaro. Nipo hapa kuzungumzia madhara yatokanayo na wrong overtaking au kulipita gari la mbele yako sehemu isiyoruhusiwa. Madhara yatokanayo na wrong overtaking yanaweza kupelekea kusababisha ajali, aidha kwa gari unalolipita au kwa gari lingine linalotokea mbele yako. Madhara hayo yanaweza yakasababisha vifo, majeruhi au uharibifu wa miundombinu pamoja na uharibifu wa mali. Basi nipende kutoa rai kwa watumiaji wa barabara pindi wanapotaka kulipita gari la mbele yake, aweze kuhakikisha kwamba eneo hilo ni sahihi kwa ajili ya kulipita gari ya mbele yake, na pia aweze kuchukua tahadhari
sahihi kabla ya kufanya maamuzi ya kulipita gari la mbele yake, ili kuepusha kusababisha ajali zinazoweza kupelekea vifo, majeruhi, uharibifu wa miundombinu au uharibifu wa mali. Kwa hiyo pindi dereva anayeendesha chombo anapotaka kulipita gari ya mbele yake, ni lazima ajiridhishe kwamba eneo hilo liko sahihi kwa ajili ya kulipita gari la mbele yake, na pia aweze kuchukua tahadhari ya kutosha kwamba ni salama kwake yeye kulipita gari ya mbele yake, na atamaliza kulipita pasipo kusababisha madhara. Pindi akiona kwamba eneo hilo halimruhusu, ni vyema asilipite, asubiri mpaka atakapofika eneo linaloruhusu kupita, ili iwe salama kwake na watumiaji wengine wa barabara. Kwa majina, mimi naitwa Frederick Martin Mahanyu, ni mkazi wa wilaya ya Hai. Kwa kweli kwa siku ya leo hii nimefurahi sana kupata hizi elimu za traffic ambazo wanazitoa barabarani. Mimi kama dereva, of course changamoto ziko nyingi sana ambazo zinajitokeza wakati wa uendeshaji, lakini kuna vitu vya muhimu sana kuvizingatia pale ambapo madereva wenzangu au unapokuwa kwenye chombo cha moto unahitaji kuovertake gari jingine. Kwanza lazima ujihakikishie usalama wako kwanza wa kuovertake. Na je, gari yangu ina uwezo wa kuovertake? Hii sehemu nitaipita kwa speed ambayo naweza nikaovertake gari au nitaweza kusababisha madhara mengine? Pia na kuangalia pia mstari ule, mstari unaruhusu mimi kuovertake, na mtu wa mbele yangu yeye ameniruhusu mimi kuovertake. Na pia kuna lile swala jingine madereva zangu ambalo tunalo, utakuta mwenzako mbele ana overtake alafu wewe unamfuata nyuma. Sasa utakuta yule wa mbele yako ana overtake, calculation mahesabu yake yeye anamaliza ile overtake. Wewe huku nyuma unamfuata yeye bila wewe kujua. Kwa hiyo yeye anamaliza, anaingia, anarudi kwenye line, wewe huku nyuma unabaki unakutana na gari jingine ambalo linakuja mbele yako. Kwa hiyo hicho kitendo sio kizuri. Lazima tuwe makini na wahasa madereva wenzangu pia kwamba tuwe makini kwenye masuala ya uendeshaji, na tunashukuru jeshi la polisi kwa kutusimamia vizuri na kufuata sheria za barabarani na kujali, hasa kwenye maeneo korofi kama hapa Kikavu. Ni sehemu ambayo inatoka ajali mara kwa mara, lakini ajali hizi kutokana na uzembe wa madereva. Lakini sisi madereva tuko mstari wa kwanza kuonyesha uendeshaji kwa makini, na wengine wakafata. Hizi ajali tunaweza tukazipunguza bila tu kusimamiwa na maaskari. Hata sisi tunaweza tukajisimamia kwenye mwongozo mzuri kama tukaweza kuwa madereva bora wa kisasa. Kwa hiyo mimi nashukuru sana jeshi la polisi, hasa hii wilaya ya Hai. Kwa kweli wanatusaidia, wanatuongoza vizuri na tunaelewa. Maneno yangu ni hayo kwa madereva wenzangu. Naitwa mrakibu wa polisi Novatus Akondoe, ambaye ni mkuu wa usalama barabarani wilaya ya Hai katika eneo hili ambalo tupo. Ninatoa rai kwa watumiaji wa barabara, hususani madereva, kuacha tabia ya kuyapita magari mengine, hasa katika maeneo ambayo yana mazuio. Mazuio ni kama mstari wa katazo, maeneo ambayo yana kona kali, yana mwinuko, na maeneo ambayo yote yanatambulika kwamba hapo si sehemu sahihi ya kuyapita magari mengine, kwa sababu kuyapita magari mengine pasipokuwa na kuchukua tahadhari kunaweza kusababisha vifo, ulemavu, lakini pia uharibifu wa miundombinu. Kwa hiyo kwa madereva wote ambao wanatumia vyombo vya moto, tunatoa rai hususan katika eneo hili ambalo tumekaa, eneo la Kikavu, kwa wilaya yetu ya Hai, ni eneo ambalo ni eneo hatarishi. Kwa hiyo wanapofika katika eneo hili wachukue tahadhari sana. Moja, wasiyapite magari mengine, lakini pia wawe na uhakika, hata kama wanapita magari mengine, basi wawe na uhakika kutokuwa na zuio ama kizuizi kingine mbele.
Nashukuruni sana. Na hayo ndiyo tumeweza kujifunza kwa siku hii ya leo, ni namna gani sahihi ya kuweza kuvipita vyombo vya moto. Tumeweza kupata elimu mbalimbali, tumeweza kufuata vile ambavyo tumefundishwa mahali hapa kwa siku hii ya leo. Kwa hiyo wewe dereva, lakini wewe pia mtembea kwa miguu, tumeweza kujifunza namna gani sahihi ambavyo unaweza kupita vyombo vya moto. Hii ni Gift Online TV, endelea kusubscribe, kushare pamoja na kucomment.